Lazimishwa kucheza wakiwa na center back ambaye ana sifa hizo. Unajua kwenye mpira kuna nafasi ya mchezaji na utekelezaji wa majukumu. Rushan Nderogu sio mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kutumia mguu wake wa kushoto kama ilivyo pia kwa Ismail Tule. Na ndio maana kocha katika maamuzi yake ama kwenye mazoezi ameona kidogo Rushan Nderogu anaweza akafanya hayo maamuzi ambayo ama kila ambacho anakihitaji ama alichokuwa anakipata kwa Nangu. Na ndio maana amemwamini, lakini unaona kipindi cha kwanza Rushan alikuwa anafanya makosa akaenda kusawazishwa. Kwa hiyo wanaelekea kwenye mchezo mgumu. Watacheza mechi yao moja ya ligi kuu dhidi ya Tanzania Prison nafikiri. Baada hapo anakwenda kukutana na Young Africans. Endapo hakutokuwa na improvement kubwa kwa namna ambavyo timu inacheza, huenda wakaenda kupoteza kwa mara nyingine. Kwa hiyo Steven Becker bado ana kazi kubwa ya kufanya. Nadhani katika malengo yake ya kushinda mchezo wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa msimu amefanikiwa. Lakini kwa namna ambavyo timu inacheza bado kuna kazi kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Bao la Oura unalizungumziaje? Uwezo binafsi ama ni timu? Nadhani ni uwezo binafsi. Najua kuna mchambuzi aliandika kwamba Simba imemsajili mchezaji ambaye hajacheza msimu mzima. Nikamwambia hicho si kigezo cha kumfanya Enseti Oula akashindwa kwenda kuperform. Nikatoa mfano kwa mchezaji kama Mudathir Yahya, alikaa muda mrefu sana hajacheza kabla ya kwenda Young Africans, lakini alienda akaperform. Kwa hiyo hata kwa Enseti Oula imekuwa ni rahisi kuweza kuperform kwa sababu anajua wajibu wake. Nadhani Simba amepata mchezaji mzuri zaidi, anahitaji tu muda na kuanza kuzoea mazingira. Lakini kitazama pia hata namna ambavyo Luemba anacheza, ni bonge moja la mchezaji, pasa mzuri, lakini si mchezaji ambaye ana pressure akiwa na mpira. Uwezo wake wa kuweza kutumia maarifa kwenye nyakati ambazo anamhitaji yako kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker kwa sababu amekuja kuikuta timu ikiwa kwenye setup nyingine na amelazimika kuibadilisha tena kwa asilimia kubwa. Leo tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Stade Malien na Simba Sports Club kupata ushindi wa kwanza kwenye michuano ya CAF Champions League na alama 5 sasa. Tuje tuangazie performance ya mchezaji Oura. Umesema ni mchezaji mzuri. Kuna baadhi ya wachambuzi pia walikuwa wanasema hivyo. Simba Sports Club wamesajili wachezaji ambao hajacheza muda mrefu na amekuwa na majeraha na watu wakaenda mbali zaidi. Kuna mchambuzi mmoja hivyo wa soka kituo kimoja hivi cha matangazo alikuwa anasema kuwa Oura na kile ambacho anakifanya pengine Oura anajibu kwa vitendo sasa daraja lake. Nadhani anajibu kwa vitendo. Kumbuki hata wakati Rushan anakuja kwenye kikosi cha Simba alisema si mchezaji ambaye atapata muda mwingi wa kucheza kutokana na majeraha ambayo amekuwa kimkumba. Lakini hadi hivi sasa ukimtazama namna ambavyo anacheza ana kasoro yote. Katika mabeki watatu wa ligi kuu Tanzania bara uwezi ukamkosa Rushan Nderogu. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati wachambuzi wapaswa kuzungumzwa kwa kumaliza. Yaani wanajimaliza sana and then kinachokuwa kinatokea baadaye inakuwa ni kama wanajiumbua wao wenyewe. Kitazama namna ambavyo Oula anacheza, akuonyeshi kama ni mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu hajacheza. Na amekuja akachukua imani ya wale ambao walikuwepo kina Elim Panzu, kina Kibu Denis Prosper, moja kwa moja ameingia kwenye kikosi. Na namna ambavyo anaperform, anafunga goli lake la pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unakuwa unatafuta kigezo labda cha kumlaumu Oula kwa kiwango ambacho amekuwa nacho unakikosa. Zaidi kunahitajika sasa namna ya kuitengeneza chemistry ya timu kwa ujumla. Sababu kwa hivi sasa Simba inacheza kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wachezaji wenyewe wanajituma, lakini bado unakosekana ule muunganiko wa kuunganisha tabia za Chama, kuunganisha tabia za Alassane Kante, Kagoma na kupata kitu kimoja katika hao wachezaji. Namna ambavyo Simba inacheza kwa hivi sasa, endapo Kagoma akaumia itakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu eneo la katikati kwa hivi sasa wanamtegemea zaidi Kagoma. Alassane Kante nadhani kuna namna ambavyo utekelezaji wake wa majukumu umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker, anajua nini ambacho anakifanya na anajua nini ambacho mashabiki wa Simba wanakihitaji. Kwa hiyo nadhani tukitazama kwa kikosi cha Simba kwa ujumla, kila mchezaji anacheza kwa daraja lake. Bado kinachobaki ni kwa Steven Becker kuunganisha tabia za wachezaji wote na kupata kitu kimoja. Eneo la mwisho Soa bado amekuwa na wakati mzuri sana. Nadhani kwenye mechi 3 zilizopita alikuwa anapewa nafasi zaidi Kibu Denis Prosper. Lakini kwenye mchezo miwili, kwa mchezo wa KMC na wa leo, amelazimika kwenda na Selemani Mwalimu kwa sababu Kibu anakosekana. Kwa hiyo hadi Mwalimu analazimisha kwenda na force number 9, maana yake anathibitisha kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa hao wachezaji ambao wako kwenye hao maeneo. Kwa
Kwa nadhani Steven Becker bado ana muda wa kuendelea kufanya, kwa sababu changamoto ambayo Simba inawakuta ni kwamba nyakati ambazo wanapaswa kukiseti kikosi chao kiweze kurejea kwenye ule mfumo, ndio nyakati ambazo wanahitajika pia kudhibitisha kwenye pichi, ndio nyakati ambazo pia anapaswa kwenda uwanjani na akacheza kuonyesha nini ambacho uko nacho. Kwa hiyo kinachotokea, kuna nyakati wanazidiwa ubora kwa sababu wako kwenye kujiset up, kuna wanazidiwa kwenye baadhi ya matukio, kushindwa kufika kwa wakati, na ndio maana wakati mwingine mpinzani ananufaika. Tumalize na hili Elie Mpanzu Kibisahala, pengine kwa kuna maneno mengi hivi, na leo tumemwona akicheza kwa dakika zote, kwa dakika takriban dakika 75 hivi ya mchezo. Pengine yale maneno ambayo yanaendelea mtandaoni yanamtoa kama Elie Mpanzu kwa performance yake leo alivyoonyesha, na vile ambavyo vinavyoendelea vinamwathiri kwa namna moja au nyingine, Yusuf? Vinamwathiri kwa sababu anaona kinachoendelea. Lakini kwa mchezaji ambaye ni professional, anajua haya ni maisha ambayo yapo. Mimi binafsi wakati naanza uchambuzi, kuna baadhi ya comment nilipokuwa nazisoma zilikuwa zinanitoa kabisa kwenye kile ambacho nakifanya. Lakini ilifika wakati nikagundua kwamba haya ndo maisha ya mitandao. Tukirudi kwa mchezaji kama Fiston Kalala Mayele, ambaye msimu uliopita ndo alikuwa mchezaji bora barani Afrika. This time amecheza karibia mechi 19 na bao hata moja. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni maisha ambayo wachezaji wanayapitia. Kuna nyakati mchezaji kiwango kitashuka na atashindwa kudeliver kile ambacho watu wanakitarajia kutoka kwao. Kinachobaki ni namna ambayo wachambuzi wanateua kile ambacho wao wanaona ni sahihi kwa kutafuta engagement mitandaoni, kwa kulewa zile sifa za namna ambavyo wanaweza akawa na watumia watu kuweza kunufaika wao. Kwa hiyo nadhani kuhusu hilo kila mtu anajua nini ambacho anakifanya. Kama ni mchambuzi professional utajua nini ambacho ukizungumza, kipi ambacho usikizungumza. Shukrani sana. Asante. Timu ambayo mashabiki wao wanaweza kuwa na nguvu na hiyo timu ni timu moja tu ambayo ni Simba. Ila timu zote hapa ni timu za mtu mmoja mmoja. Yaani akilala akiamka timu kaiuza. Akilala akiamka timu kauza. Na una chochote cha kumwambia. Nakwambia ukweli. Ila Simba ndio timu ambayo ipo kwenye makaratasi. Yaani uwezo ukalala ukaamka Simba ukaiuza, haiwezekani. Ina asilimia za washabiki, ina asilimia za mwekezaji. Na jezi anapewa mtu awekeze. Waulize wengine jezi kampa nani? Tumia akili. Jezi sisi. Jairuti kati ya B2. Sawa? Haya wenzetu. Uliza swali. Ndio waoga. Hicho ndio kinachokufanya ujiite kwamba ni timu bora. Mpira matokeo haya kufungwa, kushinda, kudraw. Ukiwa mtu wa mpira wala huwezi kupanic. Lakini na muda linatokea sana kufungwa. Yaani ndio mpira ulivyo, kwa hivyo mpira. So hizo taarabu kaka. So vijembe hivi. Mpira ndio uko hivyo. Ndio mimi leo nimeingia leo tapo kutoka China. Leo nimekuja kucheka Simba yangu. Lakini umeridhishwa? Ndio mpira, nimesikia raha, nimecheza mpira fresh kabisa yani. Moja bila fresh. Mara zote ubora wa Simba Sports umekuwa ukizungumzwa kwenye kiwanja, lakini safari hii mnyama amefeli kwenda hatua inayofuata, robo finali. Pengine labda unalipi la kuzungumza sasa ukiwa umeishia katika la kuzungumza? Tunajipanga tulipoishia. Wala hamna kumlaumu mtu. Wajua mpira ni kama timu. Mkifa mnakufa wote, mkienda mnaenda wote. Ndio mpira ulivyo. Ndio wanaume huo. Ukisikia ujue taarabu hizo. Amina huyo. Huyo shangazi huyo. Ukisikia? Huyo Amina huyo. Sisi tu watu wa mpira sisi. Tukifunga tunafungwa wote, ushindi wote. Ndio mpira uko hivyo. Lakini na ndio timu ambayo huwezi kuiuza. Ila wenzetu. Bosi huyu mmoja akisema sasa pengine wachezaji ambao wamesajili Shadogo wangeanza nao msimu huu, Simba ingekuwa robo finali. Hakuna mfanyabiashara wala hakuna anayesajili atakayetaka sajili afeli. Wote mama ikizi. Si unanielewa nini? Ili upeke kwa mtandao upate hela, si ndio hivyo? Sasa umepost ukafeli, nani unamlaumu? Kwa maana hiyo sasa mmefanikiwa kwa upande wao. Sisi tutaanza tulipoishia msimu ujao inshallah. Isa leo mmeshindwa kusonga mbele katika michuano inayofuata. Kesho majirani zenu wanacheza, pengine labda majirani gani? Si wale ambao watu wa Jangwani kubwa. Simba ni timu ya mashabiki. Simba ni timu ya mashabiki. Hao wenzao timu ishauzwa, wao una habari? Isa. Msomo zangu ule. Mianga somo zangu. Timu ishauzwa ile, una habari?
Timu ishauzwa ile. Aliyeuza nani? Na wapeni za ndani. Aliyeuza nani? Kampigia simu mzee wangu Msola. Yuko wapi Msola? Alipewa keshi. Watu washaga. Tumia akili. Sisi wanaume tumia akili ujue. Nakwambia kweli kabisa. Hizi za ndani nakupa, za ndani nakupa. Timu ishauzwa. Kuanzia juu wenyewe. Ila sisi hapa ukija lakini unaiona mipango yao. Acha wewe. Lakini unaona mambo yao yanavyofanyika. Si timu ya mtu mmoja. Familia ile. Unanunua maji, juisi unaamua wewe. Lakini unafanikiwa. Ndio anaamua wenyewe sasa. Timu ya mtu huyu mmoja. Wanaamua wenyewe. Mara papo kesho anafanikiwa. Nakupa hii. Yanga akitoka atakuja na hasira naona. Nisikize vizuri. Na ndio hiyo point yake atapokuja. Akija kwa hasira unampiga. Nakwambia. Na mashabiki wa Simba wajitokeze tarehe 1. Kuna maajabu yanaenda kutokea. Mimi nakwambia tarehe 1 ni mfungo wa mwezi wa Ramadhani na mfungo wa lazima. Umeelewa? Kuna maajabu yanaenda kutokea. Yanga anakufa mimi nakwambia. Na uwanja huu Yanga anakufa mimi nakwambia. Na uwezi amini. Yanga anakula chuma nyingi bila kutegemea. Bwana shukrani. Nashukuru kaka. Imeisha.